Miongoni mwa watu tuliokuja nao, tulioongozana nao kwenye ukaguzi huu leo ni watu wa CAF, na wao wenyewe wamekuwa impressed na progress ambayo tumefikia, na wanaamini kwamba tumedhamiria, serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kutengeneza miundombinu ya michezo na kuhakikisha inaweza kutumika sawa sawa. Kwa hiyo tumepeana maagizo mimi na wataalamu kuonyesha kwamba kazi ambayo inatakiwa ifanyike hapa inafanyika kwa muda ambao tunautegemea ama chini ya hapo. Kulikuwa na tractor kwa ajili ya stitching na scarification, na yenyewe tumeagiza tractor kutoka Uturuki, iko kwenye maji lakini tumeona inachelewa, kwa hiyo tumeagiza tractor nyingine kutoka Tanga kwenye kituo cha TFF, nyingine tumeagiza kutoka Zanzibar ili angalau zifike by kesho na tuhakikishe kwamba zinafanya kazi ambayo ilikusudiwa. Lakini pia tulielekezwa kuhusiana na zile benchi za kukalia, sio zile za wachezaji. Sasa ile ya marefari wanataka iwe na matairi na tunayafunga leo hapa. Tumepeana masaa 24 kuhakikisha jambo hilo linakwisha. Lakini pia wanataka flag poles ziwe 6 kila upande, kwa hivyo tutafunga 2 nyingine. Lakini pia kwa sasa zinazotumika ni zile zinazofungwa juu ya taa. Tumekubaliana na Mchina ambaye anatukarabatia uwanja huu kuzifunga zile mpaka mwisho wa mwezi huu tutakuwa na zile, ili tuepukane na kufunga hizi plug pole huku chini. Lakini kulikuwa na marekebisho kwenye anti-doping room, na yenyewe yanafanyika ndani ya masaa 24 na yatakuwa na yenyewe yamekamilika. Viti kama ambavyo nimesema mwanzoni, viti kadhaa vimeshabadilishwa, na haya maeneo ambayo hayana viti angalau tutaziba na vile ambavyo vimetolewa kwa sasa kwa ajili ya mchezo huu tu, ambapo tunatarajia mpaka mwishoni mwa mwezi wa 6 viti vyote vitakuwa vimebadilishwa uwanja huu. Kwa hiyo ili kutokuwa na mapengo wakati wa mchezo, tutahakikisha viti ambavyo vimetolewa maeneo mengine vinawekwa kwa muda katika baadhi ya maeneo ili kuhakikisha uwanja wote unakuwa unakalika.